Leo tutajifunza somo linaitwa nini cha kufanya unapochelewa kupata majibu ya maombi yako. Leo tutajifunza somo linaitwa nini cha kufanya unapochelewa kupata majibu ya maombi yako. Ufanye nini pale ambapo kile ambacho umekiombea kimechelewa kukipata? Hili ni swali ambalo Wakristo wengi wanakutana nalo au wanakuwa wanajiuliza wafanye nini sasa. Kile ambacho umekiomba haujapata kwa wakati ambao yaweza kuwa ulikuwa unatarajia. Yaweza kuwa ulikuwa umeombea jambo fulani na unatarajia kwa wakati fulani uweze kupokea kile ambacho umekiomba. Maana umeomba juu ya jambo fulani na ukatarajia kiwe halisi katika ulimwengu wa mwili kwa wakati fulani. Na ule wakati ambao ulikuwa umetarajia hicho kitu ambacho umekiomba kwa Jehova, umekiomba kwa Bwana kiwe halisi katika ulimwengu wa mwili, hakijawa halisi katika ulimwengu wa mwili. Yaweza kuwa katika ulimwengu wa roho kimekuwa halisi, lakini katika ulimwengu wa mwili bado hakijawa halisi. Na najiuliza nini cha kufanya pale ambapo jibu langu limechelewa, halijawa halisi katika ulimwengu wa mwili? Nini cha kufanya unapochelewa kupata majibu ya maombi yako? Ufanye nini? Hili ni swali ambalo Wakristo wengi wanajiuliza pale ambapo wanapokuwa kwenye dilema juu ya yale ambayo wameomba. Nifanye nini sasa? Pale ambapo nimeomba na unafahamu kabisa kwamba hiki ambacho ninachokiomba nimeomba sawa na mapenzi ya Mungu. Sasa hapa sijibu swali kama umeomba nje ya mapenzi ya Mungu, kwa sababu ukiomba nje ya mapenzi ya Mungu hawezi kukusikia. Ndio maana neno la Bwana linasema, na huu ndio ujasiri ambao tulionao. Hiyo ni waraka wa kwanza wa Yohana. Na huu ndio ujasiri ambao sisi tuko nao, ya kwamba tukiomba jambo lolote sawa na mapenzi yake, yeye anatusikia. Kwa hiyo tukiomba jambo lolote sawa na mapenzi yake, yeye Mungu anatusikia. Sasa katika somo letu la leo ninachoongelea ni kwamba umeomba kitu sawa na mapenzi ya Mungu. Nikupe mfano. Labda huyu ni mama ameolewa, ana mume na anahitaji mtoto. Lakini ameomba bado mtoto hajawa halisi katika ulimwengu wa mwili. Kile alichokiomba hakijawa halisi katika ulimwengu wa mwili. Tujiulize swali hili. Je, hiki kitu ambacho huyu mama ameomba ni mapenzi ya Mungu? Ndiyo. Kwa sababu Biblia ndicho inavyotuelekeza kwamba kupata uzao, kupata watoto ndio mapenzi yake. Kuzaa na kuongezeka ndio mapenzi yake. Sasa tazama sasa, huyu mtu ameomba lakini amechelewa kupata majibu ya maombi yake. Afanye nini? Kwa tunaweza tukaomba mifano mingi tu, tukaangalia mifano mingi tu ambayo labda mtu ameomba sawa na mapenzi ya Mungu. Ni sawa, tunakubali. Biblia ina agree hicho kitu, kile ambacho ulichokiomba kiko sawa na mapenzi yake, lakini bado hakijawa halisi katika ulimwengu wa mwili. Bado hujakipokea, bado kimechelewa kile ulichokiomba. Ufanye nini sasa? Hii ndio swali tunajiuliza. Nifanye nini sasa pale kile ambacho nimekiomba kimechelewa? Ndio maana somo letu linaitwa nini cha kufanya unapochelewa kupata majibu ya maombi yako. Nini cha kufanya unapochelewa kupata majibu ya maombi yako? Lakini swali hili hatuwezi kulijibu kwa akili zetu. Tuangalie Biblia inasemaje, au neno la Mungu linatufundisha nini? Nini cha kufanya pale ambapo majibu ya maombi yetu yamechelewa? Biblia inatufundisha nini sasa? Tufanye nini pale majibu ya maombi yetu yanapochelewa? Biblia inatufundisha tufanye nini pale majibu ya maombi yetu yanapochelewa kuwa halisi katika ulimwengu wa mwili. Nini cha kufanya pale majibu yetu yanapochelewa? Nini cha kufanya? Nini cha kufanya? Biblia imetufundisha nini? Biblia imetufundisha nini tunapokuwa kwenye hali ya namna hii? Biblia inatufundisha nini? Sasa tazama hicho kitu. Biblia inatufundisha nini pale ambapo tunaomba hatujapata kile ambacho tumekiomba,
au pale tunapoomba kile ambacho tunachokiomba kimechelewa kuja, Biblia inatufundisha nini cha kufanya katika hali hiyo. Umeomba Mungu juu ya afya yako, na unajua kabisa kupona ni mapenzi ya Mungu. Mimi kuwa na afya njema ni mapenzi ya Mungu. Lakini uponyaji inaweza kuwa wewe unaona umechelewa, haujawa halisi katika mwili wako. Nini cha kufanya unapokuwa kwenye hali hiyo? Umemwombea mume wako abadilike, ana tabia fulani, labda ni mlevi, lakini umeomba na kuomba na jibu lako limechelewa. Nini cha kufanya? Biblia inatufundisha nini cha kufanya. Umeomba upate ajira, yaweza kuwa umeomba upate mtaji. Chochote ambacho umeomba, na unajiuliza, hiki kitu ambacho nimekiomba kimechelewa, nini cha kufanya? Kwa maana neno la Mungu linatuagiza katika kitabu cha Yohana 14:14, neno la Bwana linasema, na jambo lolote ukiomba kwa jina la Yesu, Yesu anasema mimi nitawatendea. Amesema yeye atatutendea. Tukiomba jambo lolote kwa jina lake atatenda. Lakini tumeomba ishu ya ajira, tumeomba ishu ya uzao wa tumbo, tumeomba mume mwema, mke mwema, tumeomba chochote, tumeomba breakthrough, tumeomba chochote, lakini kile ambacho tumekiomba bado hakijawa halisi katika ulimwengu wa mwili. Biblia inatufundisha nini cha kufanya tunapokuwa kwenye hali hiyo. Ngoja nikuonyeshe kitu cha kwanza ambacho Biblia inatufundisha nini, kitu gani cha kufanya tunapokuwa kwenye hali hiyo. Biblia inatufundisha nini tunapokuwa kwenye hali hiyo. Biblia inatufundisha nini cha kufanya pale ambapo majibu ya maombi yetu yanapochelewa. Biblia inatufundisha nini cha kufanya. Jambo la kwanza ambalo Biblia inatufundisha ni kuamini tu kwamba Mungu yupo. Tazama hicho kitu. Pale ambapo umeombea jambo fulani, umeomba juu ya jambo hilo, na jambo hilo limechelewa. Jambo hilo ambalo umeliombea limechelewa. Nini cha kufanya? Biblia imetufundisha jambo la kwanza la kufanya unapokuwa kwenye hali hiyo ni kuamini tu kwamba Mungu yupo. Ni kuamini tu kwamba Mungu yupo. That should be your focus. Hiyo lazima iwe ni focus yako. Hata kama jibu lako limechelewa, bado Mungu yupo. Tazama hicho kitu. Ndicho Biblia inatufundisha kwamba pale unapokuwa umeomba jambo lolote na hilo jambo limechelewa, unachotakiwa kufanya nini? Ni imani yako kwa Mungu wako. Amini tu kwamba Mungu yupo. Yupo Mungu mbinguni. Yupo Mungu mbinguni. Amini tu hivyo. Amini tu hivyo kwamba japokuwa Mungu hajajibu, nimemwomba mume, lakini bado mume wangu hajatokea katika ulimwengu huu wa mwili halisi, bado Mungu wangu yupo. Nimeomba ajira, lakini ajira hiyo imechelewa, lakini ninaamini ndani ya moyo wangu kwamba Mungu yupo. Nimeomba breakthrough kwenye masomo yangu, lakini bado haijawa halisi pamoja na kufanya effort na kusoma kwa bidii mno, lakini bado sijaona breakthrough. Katika changamoto hiyo, Biblia inatufundisha endelea kuamini kwamba Mungu yupo. Unaumwa, umeomba na kuomba na kukiri ahadi za Bwana juu ya uponyaji wako, lakini uponyaji wako bado haujawa halisi katika ulimwengu wa mwili. Biblia inatufundisha nini cha kufanya? Ni kuamini tu kwamba Mungu yupo. Mungu yupo. Haijalishi majibu ya maombi yetu yatachelewa kiasi gani, Biblia inatufundisha tuendelee kuamini kwamba Mungu yupo. Hata kama hajajibu kwa wakati ambao tumetarajia, tutaendelea kuamini kwamba Mungu yupo. You just continue to believe kwamba Mungu yupo, kwamba Mungu yupo. Hata kama Mungu amechelewa kujibu maombi yako,
Neno la Bwana linatufundisha imani yetu juu yake, imani yetu juu ya uwepo wake. Katika hali hiyo inatakiwa iwe maradufu katika situation hiyo. Kwa pale unapokuwa umeombea jambo fulani na jambo hilo limechelewa, amini zaidi kwa moyo wako kwamba Mungu yupo. Mungu yupo. Katika hali hiyo ya pale ambapo tumeomba kitu fulani na kikaa kimechelewa, shetani huwa anakuja na majaribu mengi sana kwa wakati huo, kutuonyesha kwamba Mungu wako yuko wapi sasa? Mungu wako yuko wapi sasa? Kwa sababu focus ya adui, yeye anachotaka ni kukutoa kwenye focus ya kumtazama Mungu. Adui anachotaka ni kukutoa kwenye focus ya kukuonyesha kwamba Mungu yupo. Anataka uamini kwamba Mungu hayupo. Kama angekuwepo, singekujibu kwa haraka kile ambacho umekiomba. Kama Mungu yupo, tazama hicho kitu. Kama Mungu yupo, singekujibu kwa haraka kile ambacho umekiomba. Utasikia hizo sauti zinapiga kelele kwenye masikio yako, zinapiga kelele kwenye moyo wako. Adui akikwambia maneno hayo, usikubali. Jiambie tu, pamoja na majibu ya maombi yangu kuchelewa, bado Mungu wangu yupo. Bado Mungu wangu yupo. Yaweza kuwa umeomba kwa ajili ya watoto wako, umeomba kwa ajili ya watoto wako. Watoto wako wanasumbua. Umepeleka shule hii, imeshindikana. Wanakuambia mtoto ameshindikana. Umepeleka shule hii, wanakuambia mtoto ameshindikana. Na mzazi umekata tamaa. Umeishafunga na kuomba na kuomba na kuomba na kuomba. Na unaona majibu ya maombi yako yamechelewa. Unajiuliza, mbona Mungu, kama Mungu yupo, mbona Mungu hajabadilisha watoto wangu? Mbona Mungu hajawaokoa watoto wangu? Pamoja unapokuwa kwenye hali hiyo, mpendwa, endelea kuamini kwamba Mungu yupo. Mungu yupo. Ndilo neno la Mungu linatuagiza. Katika ukimya, pale ambapo tunaona mbingu imenyamaza kimya juu ya kile ambacho tumekiomba, neno la Bwana linatuagiza tuendelee kuamini uwepo wa Mungu, kwamba Mungu yupo, Mungu yupo, Mungu yupo. Pale ambapo tumeomba juu ya hitaji fulani na bado tukaona mbingu imenyamaza kimya, tukaona mbingu imenyamaza kimya, tukaona mbingu imenyamaza kimya, neno la Mungu linatuagiza tuendelee kuamini tu kwamba Mungu yuko, Mungu yuko, Mungu yuko. Hata kama amechelewa kujibu maombi yetu, he's still there. Hata kama amechelewa kujibu maombi yetu, Mungu yuko, Mungu yuko, yuko mbinguni, Mungu yuko mbinguni. Endelea kuamini tu. Just continue to believe. Mungu yuko. Hata kama amechelewa kukupa mume mwema, hata kama amechelewa kukupa mke mwema, hata kama amechelewa kukupa watoto, hata kama amechelewa kukupa kazi ambao wewe unaitarajia, neno la Bwana linatuagizaje? Endelea kuamini kwamba Mungu yuko. I will never turn back. Usirudi nyuma. You just believe. Mungu yuko, Mungu yuko, Mungu yuko. Katika changamoto yako uliopo, pamoja na huoni majibu yako akiwa halisi katika ulimwengu wa mwili, endelea kusema, Mungu nitakuamini katika hali hii, nitakuamini. Hata kama mbingu imenyamaza kimya, fungua kinywa chako, mwambie Mungu, nitaendelea kuamini kwamba wewe uko, wewe uko. Upo tu, Jehova upo. Hata kama umenyamaza kimya, Bwana, I will still believe. I will still believe. Wewe upo, wewe upo. Sasa tazama, ngoja nikuonyeshe katika kitabu cha Waebrania. Ngoja nikuonyeshe katika kitabu cha Waebrania 11. Neno la Mungu linasemaje hapa juu ya pointi yetu, pale ambapo tunaomba alafu majibu ya maombi yetu yanachelewa. Nini cha kufanya? Tumeomba, majibu ya maombi yetu yamechelewa. Nini cha kufanya? Nini cha kufanya? Tumeomba juu ya mahitaji ambayo tuko nayo, lakini yamechelewa kuwa halisi katika ulimwengu wa mwili, yamechelewa kuwa halisi katika ulimwengu wa mwili. Nini cha kufanya? Nini cha kufanya? Biblia imetuagiza tuamini tu kwamba Mungu yuko, tuamini tu kwamba Mungu yuko. Sasa tuangalie kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 6.
Kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 6, neno la Mungu linasemaje? Ngoja tusome hapa. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana yake pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Maana yake tunampendeza Mungu kwa imani. Kwa maana yake tukitaka tuguse moyo wa Mungu, tunaugusa vipi? Just by faith. Ni kwa imani. Kwa nirudie tena hapa. Tukitaka tuguse moyo wa Mungu, tunaugusaje moyo wa Mungu? Tunaugusa moyo wa Mungu kwa imani. Ndio maana neno la Bwana linasema, lakini haiwezekani kumpendeza Mungu pasipo imani. Kwa tunampendeza Mungu kwa imani. Unataka kumpendeza Mungu mpendwa? Katika changamoto yoyote uliopo, umeomba na majibu yako yamechelewa. Umeomba na majibu yako yamechelewa. Unaona kabisa kile ambacho umekiomba hakijawa halisi katika ulimwengu wa mwili. Nini cha kufanya? Amini Mungu yuko. Amini Mungu yuko. Unapoamini Mungu yupo, tendo hilo linaonyesha imani. Na tendo hilo, kuamini Mungu yupo katika changamoto hiyo, katika hali hiyo, ni jambo la kumpendeza Mungu. Ndio maana Biblia inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa wakati wa kumpendeza Mungu zaidi, ukitaka kuonyesha imani yako zaidi, ni wakati ambapo pale umemwomba Mungu juu ya jambo fulani na halijawa halisi, na ukaendelea kuamini maradufu juu ya Mungu wako. Hilo ni tendo la imani. Na utakapofanya namna hiyo, utampendeza Bwana, kwa sababu tunampendeza Bwana kwa imani. Tunampendeza Bwana kwa imani. Kwa utakapofanya jambo hilo, utaupendeza moyo wa Bwana, kumwamini zaidi pale anapochelewa zaidi. Tazama hicho kitu. Nini cha kufanya pale ambapo umeomba jambo fulani na jambo hilo limechelewa kuwa halisi katika ulimwengu wa mwili? Nini cha kufanya? Muamini Mungu zaidi kwamba Mungu yupo. Muamini Mungu zaidi kwamba Mungu yupo. Ndio maana Waebrania 11 mstari wa 6, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Lakini anaendelea kusema, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Kwa mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Umemwendea Mungu kuomba hitaji lako, lazima uamini yeye yuko. That should be the key. That should be the key. Umeomba jambo fulani na halijawa halisi katika ulimwengu wa mwili, maana yake limechelewa kujidhihirisha. Yale majibu yako yamechelewa kujidhihirisha katika ulimwengu wa mwili. Nini cha kufanya? Endelea kumwamini zaidi. Tazama hicho kitu. Kwa maana neno la Bwana linasema, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Kwa unapoenda kuomba, unapokuwa kwenye mahitaji yako, unaombea mahitaji yako, lazima uamini kwamba yeye Mungu yuko. Amini kwamba yeye Mungu yupo. Amini, amini. You just believe kwamba yeye Mungu yuko. Believe. You just believe kwamba yeye Mungu yuko. Amini kwamba Mungu yuko. Amini kwamba Mungu yuko. Amini. You just believe Mungu yuko. Amini kwamba Mungu yuko. Amini kwamba Mungu yuko. Amini. Amini kwamba Mungu yuko. You just believe kwamba Mungu yuko. Amini tu Mungu yuko. Lakini mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko. Unapofanya tendo la imani namna hiyo, unampendeza Bwana, unaugusa moyo wa Bwana kulilizi majibu yako katika ulimwengu wa mwili. Na kuna wakati mwingine majibu yetu yanakuwa kwenye ulimwengu wa roho tu, kama kwenye ile issue ya Danieli. Kuna wakati mwingine majibu yetu yanakuwa katika ulimwengu wa roho tu, yako hapa yanahang. Lakini tunakuwa tumeshindwa kuyareceive yawe halisi katika ulimwengu wa mwili. Tunawezaje kuyapokea majibu yetu yanayohang katika ulimwengu huu wa roho hapa juu, na tumeshindwa kuyapokea? Tunaweza kuyapokea kwa imani.
tunaweza kuyapokea majibu ya maombi yetu yanayoelea hapo juu kama yale ya Danieli yalivyokuwa, kwa imani, by faith. Kwa katika hiyo hali ambayo upo, umeomba juu ya hitaji lako, na kile ambacho ulichokiomba hakijawa halisi katika ulimwengu wa mwili, jibu lako limechelewa, nini cha kufanya? Amini tu kwamba Mungu yuko. Amini tu. Kwa maana yeye amwendeaye Mungu lazima aamini. Ndicho neno la Bwana linatuambia. Lazima uamini kwamba yeye Mungu yuko. Lazima uamini kwamba yeye Mungu yuko. Amini tu kwamba yeye Mungu yuko. Kwa majibu ya maombi yetu yalikuwa released hapo, tunayapokea by faith, kwa imani. Tunayapokea kwa imani. Tazama, labda mgonjwa anaumwa, lakini kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Maana uponyaji ulishaachiliwa muda mrefu sana, unahang hapo hata kabla hujaugua. Uponyaji upo, ulishakuwa released. Tunawezaje kupokea? Just by faith, kwa imani. Kwa imani tu. Na jambo la kwanza ni kuamini yeye Mungu yuko. Kuamini ile kazi ya msalaba. Kuamini yeye yupo tu. Kuna Mungu ajibuye maombi. Yupo. Na amini Mungu yupo. Amini tu yuko. Tazama hicho kitu. Majibu ya maombi yetu tunayapokea kwa imani. Kwa hiyo kuonyesha katika kitabu cha Marko 11. Kitabu cha Marko 11. Kwa hiyo kuonyesha hapa Marko 11 mstari wa 23 mpaka 24. Kwa nianze mstari 22, Marko 11 22 23 24. Tazama Yesu anasema. Yesu akajibu akamwambia, muaminini Mungu. Tazama hicho kitu. Ndio jibu la Yesu, muaminini Mungu. Katika changamoto yoyote ambayo upo, umeomba na jibu lako halijawa halisi katika ulimwengu wa mwili, nini cha kufanya? Yesu akajibu akamwambia, muaminini Mungu. Amini Mungu. Umwamini Mungu. Yupo. Hicho tu. Amini Mungu yupo. Mstari wa 23. Yesu anasema, amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu, ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. The key ni imani. Tuamini kwamba Mungu yuko. Kwa hiyo nini cha kufanya pale ambapo umeomba na majibu yako hayajawa halisi katika ulimwengu wa mwili? Pale majibu yako yanapochelewa kuwa halisi katika ulimwengu wa mwili, nini cha kufanya? Namba moja ni kumwamini Mungu yupo. Imani. Jambo la pili, nini cha kufanya unapochelewa kupokea majibu ya maombi yako? Nini cha kufanya? Jambo la pili. Jambo la kwanza tumeona ni kumwamini Mungu. Kumwamini tu Mungu yeye yupo. Kuendelea kufocus, haijalishi adui atapiga kelele namna gani kukwambia Mungu hayupo. Mungu hayupo. You just continue to believe Mungu yupo. Mungu yupo. Jambo la pili, unatakiwa uamini kwamba Mungu ni Mungu anayejibu maombi. Nini cha kufanya pale unapochelewa kupokea majibu ya maombi yako? Unatakiwa uamini jambo hili kwamba Mungu ni Mungu anayejibu maombi. Amini hivyo tu kwamba Mungu ni Mungu anayejibu maombi. Yeye Mungu ni Mungu anayejibu maombi. Ni Mungu anayejibu maombi. Ni Mungu anayejibu maombi. Umeomba. Na umeona majibu ya maombi yako yamechelewa. Nini cha kufanya? Endelea kuamini tu kwamba Mungu wa mbinguni ni Mungu anayejibu maombi. Hata kama amechelewa kujibu hitaji lako, bado ni Mungu anayejibu maombi. Hata kama amechelewa kukupatia kile ambacho umekiomba,
Endelea kuamini kwa moyo wako wote kwamba Mungu huyu Jehova ni Mungu anayejibu maombi, ni Mungu anayejibu maombi, ni Mungu anayejibu maombi. Huyu Mungu wa mbinguni, hata kama amechelewa kukupa mume mwema, hata kama amechelewa kukupa mke mwema, hata kama amechelewa kukupa watoto, hata kama amechelewa kukupa kufungulia mlango wa ajira, hata kama amechelewa kukupa kile unachohitaji chochote, hata kama amechelewa, bado atabaki kuwa ni Mungu, na bado atabaki kuwa ni Mungu anayejibu maombi. Amini hicho tu. Amini hicho tu. Kwamba hata kama Mungu amechelewa kunijibu nilivyoomba, bado atabaki kuwa ni Mungu tu. Bado atabaki kuwa ni Mungu anayejibu maombi. Hata kama hajanijibu, hata kama amechelewa, bado atabaki kuwa ni Mungu wangu, na bado atabaki kuwa ni Mungu anayejibu maombi. You just continue to believe that. Endelea kuamini yeye ni Mungu tu. Kwamba wewe Mungu upo, wewe ni Mungu upo, wewe Mungu upo. 2, endelea kuamini wewe ni Mungu anayejibu maombi. Wewe ni Mungu anayejibu maombi. Wewe ni Mungu anayejibu maombi. Unapoamini namna hiyo, unapoamini kwamba yeye Mungu yupo tu, na imani yako ikawa hapo kwake, kwamba mimi naendelea kuamini kwamba yeye Mungu yupo. Naendelea kuamini kwamba yeye Mungu yupo. Hata kama ndugu zako wakakwambia Mungu hayuko, tafuta msaada kwa waganga wa kienyeji. Endelea kuamini kwamba yeye Mungu, ninaamini Mungu wangu yupo, na ninaendelea kuamini Mungu wangu ni Mungu anayejibu maombi. Hata kama amechelewa, yeye ni Mungu anayejibu maombi. Yeye ni Mungu anayejibu maombi. Hata kama amechelewa, I will still believe. I will still believe kwamba yeye ni Mungu anayejibu maombi. Full stop. Hata kama mume wako akucheke, kwamba Mungu wako yuko wapi? Kila siku namka saa 4 za usiku kuomba, kila siku namka saa 11 asubuhi kuomba. Mungu wako yuko wapi? Mbona hajakujibu? Hakuna Mungu, hakuna Mungu. Endelea kuamini kwamba Mungu yuko. Mungu yuko, Mungu yuko. Hata kama mume wako anakuambia, no. Mbona hajakujibu? Kama angekuwepo, huyo Mungu atajibu maombi. Endelea kuamini kwamba Mungu yupo, na ni Mungu anayejibu maombi. Endelea kuamini hata kama amechelewa kunijibu mahitaji yangu, bado yeye ni Mungu anajibu maombi. You just believe that. Ngoja tutazame kwa ile Waebrania 11 mstari wa 6. Waebrania 11 mstari wa 6. Kwa hiyo tuitazame kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 6. Neno la Bwana linasemaje? Kwa hiyo turudie hapa. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Sasa tazama mstari huu una kipengele B cha pili ambacho kinatuambia kwamba yoyote anayemwendea Mungu kuomba lazima aamini kwamba Mungu yuko. Hiyo namba 1 tiki, tumeshaamini kwamba Mungu yupo. Lakini anataka tufanye jambo la pili. Na jambo la pili ambalo anataka tulifanye ni kuamini kwamba yeye huwapa thawabu hao wamtafutao. Maana yeye ni Mungu ambaye anajibu maombi ya hao wanaomuomba. Full stop. Ndicho ambacho neno la Mungu linatuagiza katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 6. Neno la Mungu linatuagiza we need to believe kwamba Mungu anajibu maombi. He is the God who answers prayer. Yeye ni Mungu ambaye anajibu maombi. Kwa hiyo katika hiyo hali ambayo umeomba lakini umeona majibu yamechelewa, endelea kuamini kwamba wewe bado ni Mungu unayejibu maombi. Unapokuwa kwenye chumba chako naomba, mwambie Bwana, hata kama Bwana umechelewa kujibu, bado nitaendelea kuamini wewe ni Mungu unayejibu maombi. 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 Endelea kuamini tu namna hiyo kwamba Bwana, hata kama hiki ambacho nimekuomba bado hakijawa halisi, bado Bwana hujanijibu, hata kama Bwana umechelewa, bado we still believe, bado nitaendelea kuamini kwamba wewe ni Mungu unayejibu maombi. Wewe ni Mungu unayejibu maombi. Endelea kuamini tu namna hiyo kwamba wewe Bwana
ni Mungu unayejibu maombi. Wewe Bwana ni Mungu unayejibu maombi. Bwana, believe like that. Na unamwambia kabisa unapokuwa kwenye maombi yako, hata kama nimechelewa kupata ajira, bado ninaamini wewe ni Mungu unayejibu maombi. Wewe ni Mungu unayejibu maombi. Hata kama Bwana umechelewa kuniponya, bado ninaamini kwa moyo wangu wote ya kwamba wewe ni Mungu unayejibu maombi. Wewe ni Mungu unayejibu maombi. Hata kama umechelewa kumfungua mke wangu, hata kama umechelewa kumfungua mume wangu, Bwana, ninaendelea kuamini wewe ni Mungu unayejibu maombi. Wewe ni Mungu unayejibu maombi. That's faith. Hiyo ni imani. Na hiyo ndio itakayomuinua Bwana kutoka kwenye kiti cha enzi kufanya mahitaji yako, yale majibu ya maombi yako yakapate kuwa halisi. Bwana anatenda when we believe. Bwana anafanya pale tunapomwamini. Tunapokea mahitaji, majibu ya maombi yetu yaliyoachiliwa katika ulimwengu wa roho kwa imani. Kwa imani. Pasipo imani ni ngumu kupokea kile ambacho Bwana amekirelease kwetu. Unaweza kukuta kile ambacho umekiomba kimeachiliwa katika ulimwengu wa roho siku hiyo hiyo ulipoomba, lakini umeshindwa kukireceive kiwe halisi katika ulimwengu wa mwili. Unawezaje kukipokea katika ulimwengu wa mwili? Kwa imani. Kwa kuaminije Mungu yupo? Kwa kuaminije yeye ni Mungu anayejibu maombi? Utapokea kile ambacho kimeachiliwa katika ulimwengu wa roho. Nini cha kufanya pale ambapo majibu ya maombi yako yamechelewa? Moja, amini tu kwamba yeye Mungu yuko. Mbili, amini kwamba Mungu anajibu maombi. Endelea kuamini namna hiyo. Hata kama amechelewa kunijibu, nitaendelea kuamini kwamba yeye ni Mungu anayejibu maombi. Jambo la tatu la kufanya pale ambapo majibu ya maombi yako yamechelewa. Nini cha kufanya? Nini cha kufanya? Nini cha kufanya? Unapochelewa kupata majibu ya maombi yako, nini cha kufanya? Nini cha kufanya pale unapochelewa kupata majibu ya maombi yako? Jambo la tatu sasa, point yetu ya tatu, nini cha kufanya? Biblia inatueleza nini? Hatutoi kwenye akili zetu. Neno la Bwana linatuelekeza nini cha kufanya pale ambapo majibu ya maombi yetu yamechelewa. Nini cha kufanya? Ni kuendelea kuomba. Ndicho ambacho Biblia inatufundisha. Pale ambapo majibu ya maombi yetu yamechelewa, nini cha kufanya? Pale ambapo majibu ya maombi yetu yamechelewa, nini cha kufanya? Biblia inatufundisha ni kuendelea kuomba kwa bidii. Kwa kama unaandika, andika cha tatu, jambo la tatu, pale ambapo majibu ya maombi yako yamechelewa, nini cha kufanya? Ni kuendelea kuomba kwa bidii. Kwa hiyo tuangalie mstari ambao tunausoma mara kwa mara, kitabu cha Luka sura ya 18. Kitabu cha Luka 18 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Kitabu cha Luka 18 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Neno la Bwana linasemaje? Kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Lakini taanzia mstari wa kwanza, the key katika pointi yetu hii, kwamba nini cha kufanya unapochelewa kupokea majibu ya maombi yako. Nini cha kufanya? Tumeona Biblia inatuambia ni kuendelea kuomba kwa bidii. Sasa tazama Luka 18 mstari wa kwanza. Yesu anasema, akawaambia mfano ya kwamba, Yesu akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Sasa tazama, Yesu ndiye anayejibu maombi yetu. Alafu anatuambia namna hii. Tumeomba, tupo kwenye hali ambayo hatujapokea kile ambacho tulichokiomba. Kile ambacho tumekiomba kimechelewa. Yesu unatushauri nini? Nini cha kufanya? Tufanye nini sasa? Tumeomba juu ya jambo fulani. Tumeomba juu ya hitaji fulani. Nini cha kufanya pale ambapo tunapokuwa tumeomba na kile ambacho tumekiomba majibu yamechelewa? Nini cha kufanya? Tazama, Yesu anasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Kwa Yesu anatuambia sasa, jambo la tatu, imetupasa kumuomba Mungu siku zote pasipo kukata tamaa. Tazama hicho kitu Yesu anachotuambia, imewapasa kumuomba Mungu siku zote
pasipo kukata tamaa. This should be the key. Huu ni ufunguo wa somo letu. Nini cha kufanya unapochelewa kupokea majibu ya maombi yako? Yesu anatuambia katika kitabu cha Luka 18 mstari wa kwanza. Akawaambia mfano huu ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Kwa maana Yesu anatuambia tunapokuwa kwenye hali hii, pale majibu ya maombi yetu yamechelewa, Yesu anatuambia sasa cha kufanya ni nini? Ni kuendelea kuomba Mungu siku zote. Tazama Yesu anachosema, ni kuendelea kuomba siku zote. Tazama hapa Biblia inasema siku zote. Ni kuendelea kuomba siku zote. Imewapasa kumuomba Mungu siku zote. Maana yake kwenye hali hiyo, tunapokuwa kwenye hali hiyo, Yesu anatuambia imetupasa kuendelea kuomba siku zote. Siku zote. Tunatakiwa tuendelee kuomba juu ya hitaji hilo ambalo tunaliombea siku zote. Wala wasikate tamaa. Na anatuambia tunatakiwa tuendelee kuomba siku zote. Hakuna siku ambayo Mungu anatuambia tunatakiwa tukate tamaa. Anasema lakini tunatakiwa tuendelee siku zote. Hajalishi ni mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, au mwaka wa 4 au mwaka wa 5. Yesu anasema hivi, imetupasa kumuomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Juu ya jambo hilo hilo, hapa aongelee juu ya mambo mengi. Anaongelea juu ya hitaji ambalo umeenda mbele za Bwana kuomba, na hitaji hilo bado hujalipokea, hujapata majibu ya maombi yako. Yesu anatuambia hivi, tuendelee kuomba siku zote pasipo kukata tamaa. Yesu anatuambia tuendelee kuomba siku zote pasipo kukata tamaa. Tuendelee kuomba siku zote pasipo kukata tamaa. Tunatakiwa tuendelee kuomba siku zote pasipo kukata tamaa. Tuendelee kuomba. Tazama hicho kitu. Je, kuna hitaji lolote ambalo umeliombea? Unafahamu kabisa hitaji hili ni mapenzi ya Bwana Mungu anipatie hiki kitu, ni mapenzi yake, na hujapata hicho ambacho umekiomba. Unajiuliza, nifanye nini sasa mtumishi wa Mungu? Unamuuliza Bwana Yesu, nifanye nini? Yesu amekujibu katika kitabu cha Luka 18 mstari wa kwanza. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Tazama Yesu anachosema, imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa, wala wasikate tamaa. Tazama, huyu ni Yesu ambaye yupo kwenye kiti cha enzi mbinguni. Sasa tunapoongea, yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba. Ni mkono wa kuume wenye nguvu, ndipo amekaa hapo kujibu maombi yetu, kutuombea. Anatuambia hivi, tunapoomba juu ya jambo fulani na halijawa halisi, Yesu anatuambia kwamba imetupasa kumuomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Tazama hicho kitu. Anatuambia imetupasa kumuomba Mungu siku zote pasipo kukata tamaa. Imetupasa kumuomba Mungu siku zote pasipo kukata tamaa. Tazama hicho kitu. Tazama Yesu anachokuambia, omba siku zote juu ya kile ambacho unachokiombea. Unafahamu mume wangu kubadilika ni mapenzi ya Mungu. Mume wangu kutoka kwenye ulevi, kutoka kwenye vitu vibaya ambavyo vimemfunga, kutoka kwenye nguvu za giza ni mapenzi ya Mungu. Endelea kumwombea until kile ambacho umekiomba kimekuwa halisi katika maisha yako. Haijalishi itachukua muda gani, haijalishi itachukua siku ngapi, haijalishi itachukua miezi mingapi, haijalishi itachukua miaka mingapi. You just continue to pray pasipo kukata tamaa. Omba kwa bidii juu ya hitaji lako ambalo unaliombea. Omba kwa bidii juu ya hitaji lako ambalo unaliombea. Kwa hiyo nikuonyeshe hapa mfano. Mstari wa 2, Luka 18 mstari wa 2. Tazama Biblia inasema, akasema, Yesu anatoa mfano sasa. Palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu, na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane. Alikuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui zangu. Naye kwa muda alikataa. Alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi,
nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Mstari wa 6. Basi Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, hatawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Tazama hicho kitu. Anasema hivi, je, Mungu kwenu hatawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Kwa Yesu akatoa mfano wa huyu mjane na huyu kadhi. Kadhi tuseme ni hakimu, na amemuita ni dhalimu, mtu asiyependa watu, mtu asiyejali watu. Huyu mama alikuwa anatafuta haki yake, na ni haki yake kabisa. Alikuwa anatafuta haki yake kwa huyu kadhi. Akaenda mara ya kwanza, akazungushwa. Akaenda mara ya pili, hakupata haki yake. Akaenda mara ya tatu, akaenda tena na tena na tena. Aliendelea tena na tena na tena, mpaka yule kadhi dhalimu akasema, ni bora nimpatie huyu mama haki yake, asija akanichosha kwa kunijia daima. Kwa maana yake huyu mama alikuwa na tabia kumwendea kila siku pasipo kukata tamaa, mpaka pale alipopata haki yake. Mpendwa, yaweza kuwa hicho unachokiombea ni haki yako kabisa, kama huyu mama. Yaweza kuwa ni haki yako kabisa kupata mume mwema. Yaweza kuwa ni haki yako kabisa kupata mke mwema. Yaweza kuwa ni haki yako kabisa kupona. Yaweza kuwa ni haki yako kabisa kupata hicho ambacho unachokiombea. Yaweza kuwa ni haki yako kabisa kupata kile ambacho unachokiombea. Lakini imekupasa kumuomba Mungu siku zote pasipo kukata tamaa, kama mjane huyu. Alienda kwa huyu kadhi dhalimu tena na tena na tena na tena. Tena na tena na tena na tena. Mpaka huyu kadhi dhalimu asiyependa watu akamwambia, basi ngoja nikupatie hitaji la moyo wako. Sasa Yesu anasema, kama huyu mtu dhalimu asiyependa watu anaweza kumfanyia mama namna hii, akampatia haki yake, je, Mungu aliye mbinguni hatawapatia haki yenu wateule wake mnayomlilia mchana na usiku? Ni zaidi. Ni zaidi. Ni zaidi. Ni zaidi. Ni zaidi. Mungu atatupatia haki zetu iwapo tutaendelea kuomba kwa bidii pasipo kukata tamaa. Nini cha kujifunza katika pointi hii? Usikate tamaa wala usiache kuomba. Endelea kuomba kwa bidii. Pale ambapo Bwana amechelewa, pale ambapo majibu ya maombi yako yamechelewa, Yesu anatufundisha katika kitabu cha Luka 18 mstari wa 1 mpaka wa 8 kwamba tusikate tamaa, bali tuendelee kuomba kwa bidii hadi tumepokea haki yetu. Tazama hicho kitu. Ngoja nikuonyeshe katika kitabu cha Yakobo sura ya 5. Ngoja nikuonyeshe kitabu cha Yakobo sura ya 5. Ngoja nikuonyeshe kitabu cha Yakobo sura ya 5. Nini cha Biblia inasemaje? Yakobo anatuambiaje nini cha kufanya unapochelewa kupata majibu ya maombi yako? Nini cha kufanya? Yakobo anatuambia nini cha kufanya pale ambapo tunapochelewa kupata mahitaji ya maombi yetu. Kwa tazama hapa hichi kitu. Mfano. Kwa tuanze kwa mfano alianza nao mstari wa 10 na Yakobo sura ya 5, tuanze mstari wa 15. Biblia inasema hivi, na kuomba kule kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Mstari wa 16, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Sasa tazama hapa Yakobo anatuambia sasa, kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Kuomba kwake mwenye haki afaa sana akiomba kwa bidii. Umeomba, majibu yako yamechelewa. Yakobo anasemaje hapa? Yakobo anatuambia kuomba kwake mwenye haki. Huyu mtu ana haki. Anasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Kuomba kwa bidii maana yake ni kuomba pasipo kukata tamaa. Ndicho neno la Mungu linachosema. Yakobo anatuambia katika kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 16, kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Omba kwa bidii hata kama majibu yako yamechelewa. Endelea kuomba.
Ndio maana Yesu anasema katika kitabu cha Luka 18 mstari wa kwanza, imewapasa kumuomba Mungu siku zote pasipo kukata tamaa. You just continue to pray. Endelea kuomba siku zote. Endelea kuomba siku zote pasipo kukata tamaa. Hata kama huoni dalili, hata kama huoni nuru. Hata kama giza limetanda, huoni dalili ya nuru. Hata kama huoni dalili, endelea tu kuomba. Kwa sababu sisi hatuenendi kwa dalili, sisi tunaenenda kwa imani. Sisi hatuenendi kwa dalili, sisi hatuenendi kwa hisia, sisi tunaenenda kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani peke yake. You just continue to press. Endelea kupress. Mfano kwenye kitabu cha Danieli sura ya 10, utasoma kwa muda wako Danieli sura ya 10. Danieli aliomba na Mungu alijibu tu siku hiyo alipoomba. Alijibu. Lakini akamtuma malaika alete majibu yale. Lakini malaika akazuiwa katika mbingu ya pili, the second heaven hapo. Akazuiwa na wafalme wa Jemi. Hakuweza kufika chini. Lakini Danieli hakujua nini kinachoendelea katika ulimwengu wa roho. Tazama hicho kitu. Majibu ya Danieli yamekuwa released katika ulimwengu wa roho, lakini hajawa halisi katika ulimwengu wa mwili. Nini cha kufanya sasa Danieli? Unatushauri tufanye nini? Biblia inatuonyesha Danieli hakuacha kuomba. Angekata tamaa, basi asingepata kile alichokiomba. Lakini Biblia inatuonyesha Danieli ameanza kuomba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya 8, ya 9 mpaka 21. Anaomba tu until yule malaika aliposhinda hapo, Mikaeli kuja kumsaidia wakashinda, akaja kuleta majibu. Danieli aliomba until alipopokea majibu ya maombi yake. Tazama hicho kitu. Aliomba until alipopokea majibu ya maombi yake. Na sisi tunatakiwa tuwe hivyo hivyo. Tuombe until tumepokea majibu ya maombi yetu. Tuombe until tumepokea kile ambacho tumekiomba. Mpendwa, omba until umepokea kile ambacho umekiomba. Omba until umepokea kile ambacho umekiomba. Kama Danieli aliomba until amepokea kile alichokiomba. Usikate tamaa. Hata kama majibu yamechelewa, endelea kuomba. Omba kwa bidii, kwa maana kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Endelea kuomba kwa bidii pasipo kukata tamaa. Unaombea watoto wako wafanye vizuri darasani, usiwakatie tamaa. Unamwombea mume wako, unamwombea mke wako, unamwombea mchumba wako, usikate tamaa. Unaombea wazazi wako, Mungu awaokoe watoe dhambini. Unaombea wazazi wako, usikate tamaa. Endelea kuomba kwa bidii, kwa maana maombi ya mwenye haki yafaa sana kama akiomba kwa bidii. Kwa hiyo usiache kuomba. Kwa unapokuwa kwenye hali hiyo, nini cha kufanya? Unapochelewa kupata majibu ya maombi yako, ni kuendelea kuomba kwa bidii. Ni kuomba kwa bidii until umepata kile ambacho umeomba. Hicho kitu tumeona Yesu ametuambia. Soma kwenye Biblia yako utaona. Ni watumishi wengi wa Mungu wameongea kitu hicho. Na Yesu ameongea sana tu. Yesu ametuambia ametupasa kumuomba Mungu siku zote pasipo kukata tamaa. Na akatupa mfano wa yule mama na yule kadhi dhalimu. Akatuonyesha umuhimu wa maombi, wa kuendelea kuomba. Ndio neno la Bwana linasema, atafutaye kwa bidii ataona. Sio atafutaye tu, bali kwa bidii. Kwa aombaye kwa bidii ataona. Kwa katika kile ambacho tumekiomba, tunatakiwa tuongeze bidii. Tuombe until tumepokea kile ambacho tumekiomba. Tunatakiwa tuombe until tumepokea kile ambacho tumekiomba. Pointi ya 4. Nini cha kufanya? Nini cha kufanya unapochelewa kupata majibu ya maombi yako? Nini cha kufanya? Sababu mtumishi, nimeomba majibu ya maombi yangu yamechelewa, hayajawa halisi katika ulimwengu wa mwili. Nini cha kufanya? Cha kwanza nimesema lazima uamini kwamba Mungu yupo. Cha pili nimesema lazima uamini Mungu ni Mungu anayejibu maombi. Endelea kuamini kwamba Mungu, wewe ni Mungu anayejibu maombi. Hata kama umechelewa kujibu, wewe ni Mungu anayejibu maombi. Hata kama umechelewa kujibu, ninaamini wewe ni Mungu anayejibu maombi. Na utabakia kuwa ni Mungu tu anayejibu maombi. Hata kama majibu yangu hayajawa halisi katika ulimwengu wa mwili, ninaamini wewe ni Mungu anayejibu maombi.
Jambo la tatu nimesema ni kuendelea kuomba kwa bidii. Ni kwa kuomba kwa bidii. Nini cha kufanya? Pale ambapo unachelewa kupata majibu yako ni kuomba kwa bidii. Jambo la nne ni kuchunguza moyo wako. Ni kuchunguza moyo wako kwa kina. Kama kuna kikwazo chochote ndani ya maisha yako au ndani ya moyo wako ambacho kimekuwa kikwazo cha wewe kupokea majibu ya maombi yako. Narudia tena. Kitu cha nne cha kufanya pale ambapo unapokuwa umeomba juu ya kile ambacho unachohitaji, na kitu hicho ambacho umekiombea kimechelewa, kitu hicho ambacho unakiombea kimechelewa, nini cha kufanya? Ni kuchunguza moyo wako. Chunguza moyo wako mpendwa. Kama kuna kitu chochote ambacho kimekuwa obstacle ya kuzuia maombi yako. Hii ni point ya msingi sana. Kuchunguza moyo. Kuchunguza moyo. Kuna vitu ambavyo vingi tu ambavyo ni vyanzo vya sisi kutokupokea majibu ya maombi yetu. Viko vingi tu, lakini nitaongelea kadhaa wa kadhaa. Kwa hiyo kuonyesha katika kitabu cha Isaya 59 hapa. Nikuonyeshe kitu cha kwanza ambacho kinaweza kuwa ni kikwazo cha mtu kupokea majibu ya maombi yake. Kwa unapokuwa unachunguza moyoni mwako, hiki kitu utakiangalia. Kitabu cha Isaya 59 mstari wa kwanza na wa pili. Kitabu cha Isaya 59 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Bwana linasemaje? Neno la Bwana linasema, tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia. Kwa maana yake mkono wake haujapungua hata usiweze kuokoa, wala sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia. Mstari wa pili, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu. Kwa maovu yetu sisi yametufarakanisha sisi na Mungu wetu. Tazama hicho kitu. Kwa tunagundua maovu yanatuharibia mahusiano yetu na Mungu. Lakini toba na hiyo damu ya Yesu inatutengenezea mahusiano mazuri na Mungu. Kwa angalia ndani yako, kama kuna dhambi yoyote ambayo hujaitubia ndani, tubu. Kwa sababu dhambi inaleta mafarakano kati yetu na Mungu. Tazama hichi kitu. Kwa tuendelee. Isaya 59 mstari wa pili. Neno la Bwana linasema, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wa Bwana, zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Kwa dhambi zinafanya Mungu aufiche uso wake kwetu. Unakuta tunaomba lakini hatuuoni uso wake. Tunaomba unakuta hatumuoni Bwana. Tazama hicho kitu. Unakuta tunaomba lakini hatuuoni uso wake. Unakuta tunaomba lakini hatumuoni Bwana. Kwa nini? Dhambi zetu zimeuficha uso wake, wala hataki kusikia, wala hataki kusikia. Dhambi zetu, maovu yetu yametufarakanisha na yeye. Dhambi zetu zimeuficha uso wake. Ndio maana wakati mwingine tunaomba tunalia, mbona Bwana sikuoni kwenye ndoa yangu? Bwana sikuoni kwenye afya yangu? Bwana. Lakini neno la Bwana linatuambia katika Isaya 59 mstari wa pili, maovu yenu yamewafarakanisha na Bwana, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, wala hataki kusikia, wala hataki kusikia. Kwa nini cha kufanya hapa sasa? Ni kuanza kuchunguza moyo wako. Kama kuna mahali ambapo ukufanya sawa sawa, kama kuna dhambi ambayo ulifanya na hujaitubia, nenda mbele za Bwana kwa toba. Kwa sababu kitu hicho kinaweza kikawa ni obstacle ya kuzuia wewe kuona uso wa Bwana, ya kuzuia wewe kupata kile ambacho unachokihitaji. Kabisa kabisa kabisa. Kabisa kabisa kabisa. 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 Muulize Adam, atakwambia alipotenda dhambi utukufu wa Mungu uliondoka. Ni kwa njia tu ya toba na damu ule utukufu uliweza kurudi, kwa damu ya Yesu Kristo. Yesu alipotuombea pale msalabani, Baba wasamehe tu hao, wajua litendalo, na kufa kwa ajili na kadhalika. Kwa hiyo damu ya Yesu ilitupatanisha na Mungu. Kwa damu ya Yesu kuna upatanisho through the blood of Jesus.
Mahusiano yetu na Bwana tunatengeneza kwa damu, kwa kuomba toba. Omba toba pale ulipokosea. Pale ambapo moyo wako unakushuhudia kabisa kwamba hapa ukufanya vizuri. Na Roho Mtakatifu atakuonyesha ndani yako kwamba hiki kitu ni kikwazo. Hiki kitu ni kikwazo. Muulize Roho Mtakatifu, chunguza moyo wangu na kujua. Niambie ni wapi kuna shida. Roho Mtakatifu, muulize naye atakusaidia. Ndio maana maombi ni muhimu. Ndio maana pointi yetu ya 3 ni kuendelea kuomba. Maana pale unapoendelea kuomba, maana unahitaji msaada na uongozi wa Roho Mtakatifu. Aseme ni wapi kuna shida. Na Roho Mtakatifu atakusaidia akwambie ni sehemu gani ambapo kimekuwa ni kizuizi, kitu gani ambacho kimekuwa ni kizuizi cha wewe kutokupokea majibu ya maombi yako. Kwa kama ni dhambi fulani ambayo haijatubiwa, Roho Mtakatifu atakuonyesha. Atakuonyesha, tengeneza na Bwana hapa, tengeneza hapa, tengeneza hapa, tengeneza hapa. Kwa hiyo kuonyeshe mstari mwingine katika kitabu cha Yakobo. Katika kitabu cha Yakobo, vitu vya kuchunguza ndani ya moyo wako. Vitu vya kuchunguza ndani ya moyo wako. Kwa sababu pointi ya 4 tumesema ni kuchunguza kwa kina moyo wako. Ujue ni vikwazo gani ambavyo vinazuia majibu yako, usipate majibu ya maombi yako. Ni nini ambacho kinazuia usipate majibu ya maombi yako? Ni nini? Chunguza moyo wako, angalia. Cha kwanza tumesema unaangalia dhambi. Japo kuna kitu chochote ambacho haukufanya sahihi, ambacho hujakitubia, hujaomba toba kwa Bwana, kipo. Na utaomba Roho Mtakatifu akuongoze ni kitu gani hicho. Na Roho Mtakatifu atakuongoza kwa upendo pasipo kukuhukumu. Atakuongoza kwa upendo na kukuonyesha ni hiki, ni hiki, ni hiki. Na utaenda mbele za Bwana kwa kuomba toba. Kitu kingine cha pili ambacho cha kuangalia kwenye moyo wako ambacho kinaweza kuwa ni kikwazo cha wewe kutokupokea majibu ya maombi yako, tunakiona katika kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 5 mpaka mstari wa 7. Kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 5 mpaka mstari wa 7. Neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasema, lakini mtu wa kwenda akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Sasa tazama mstari wa 5. Yakobo anatuonyesha kwamba tukiomba kitu, yametolea mfano hekima, kwamba tukipungukiwa hekima tuende mbele za Bwana tuombe, naye Mungu atatupatia kwa ukarimu, wala hakemei, atatupatia. Kwa hiyo anatuambia tuombe. Lakini tazama mstari wa 6, anatuambia kitu fulani. Anasema ila na aombe kwa imani. Kwa huyu mtu ambaye anaenda kuomba, lazima aombe kwa imani. Tumeshaongelea pointi ya kwanza na pointi ya pili, kuomba kwa imani. Okay. Lakini anaendelea mbele sasa, anasema akiomba kwa imani ndani ya moyo wake, asiwe na shaka yoyote. Tazama hicho kitu. Ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Mstari wa 7, maana mtu kama yule asizani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Tazama hiki kitu. Anatuonyesha vitu viwili hapa. Anatuonyesha imani na mashaka. Anatuonyesha imani na mashaka. Kwa maana yake imani inatufanya tupokee kitu kutoka kwa Mungu. Mashaka yanafanya tusipokee kitu kutoka kwa Mungu. Kwa narudia tena. Kwa maana yake unaweza kuwa umeomba, lakini ndani ya moyo wako hakuna imani, kuna mashaka ndani yake. Ndicho Yakobo anachotuambia hapa. Sasa Yakobo anataka kwenda kutrace. Anatrace kitu ambacho kinaweza kikafanya tukapata kile ambacho tulichokiomba. Anaenda kutrace vitu ambavyo vinaweza vikafanya ambavyo tusipate kile ambacho tumekiomba. Sasa hicho kitu. Sasa anatuambia hivi. Ukienda kuomba, ila uombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lichukuliwalo na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asizani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Kwa manake mtu ambaye ana mashaka asidhani kuwa ya kwamba atapokea kitu kutoka kwa Bwana. Kwa manake kitu ambacho kinaweza kusababisha ya wewe kutokupokea majibu ya maombi yako. Ni kitu gani hicho ambacho kinaweza kusababisha wewe usipokee majibu ya maombi yako? Ni kitu gani hicho? Kutokuamini. Kutokuamini kwamba Mungu anajibu maombi. Kuwa na mashaka ndani ya moyo wako juu ya kile ambacho umekiombea. Kuwa na mashaka juu ya Jehova.
Kuwa na mashaka juu ya hicho ambacho umekiombea. Kuwa na mashaka juu ya hicho ambacho umekiombea, na kuwa na mashaka juu ya Mungu wako. Na kuwa na mashaka juu ya Mungu wako. Kuwa na mashaka juu ya hicho ambacho umekiombea, na kuwa na mashaka juu ya Mungu wako. Hili ndicho ambacho unaona kabisa katika kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 7. Neno la Bwana linasema, maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu mwenye mashaka asidhani ya kuwa atapokea kitu kutoka kwa Bwana. Ukiwa na mashaka, usitarajie kupokea kitu kutoka kwa Bwana. Kuwa na mashaka ni namna gani? Nikupe mfano mzuri. Kwa nikupe tu mfano mzuri. Mfano tu mzuri utaelewa. Labda ukuta mtu anakuja, labda ananiambia, mtumishi Innocent, ninaumwa ugonjwa fulani, tuombe. Tunaomba. Au anakuambia, mtumishi fulani, nimefunga na kuomba kwa siku 3. Ninaomba juu ya uponyaji wangu. Alafu ananiuliza swali, hivi mtumishi, ni kweli Yesu anaweza kuniponya? Ataniponya kweli? Manake haamini hata kile ambacho amekiomba katika zile siku 3. He or she doesn't believe. He or she doesn't believe. Neno la Bwana limetuambia lazima tusiwe na mashaka ndani ya mioyo yetu juu ya huyo Jehova, na juu ya kile ambacho tumekiombea tusiwe na mashaka. Kwa maana tukiwa na mashaka, neno la Bwana linasema, maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mwenye mashaka asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu mwenye mashaka. Kwa utauchunguza moyo wako sasa. Je, kuna mashaka ndani yangu? Je, kuna kutokuamini? Ukiona mashaka ndani yako, omba, mwambie Bwana, niondolee kutokuamini kwangu. Bwana, ondoa mashaka ndani ya moyo wangu. Na huyo Roho Mtakatifu atakusaidia kuondoa mashaka na kulilizi faith ndani yako. Tazama hicho kitu. Kitu kingine, tamka mema. Tamka maneno ya imani ambayo tumejifunza katika pointi ya 1 na pointi ya 2. Kwamba hata kama Mungu amechelewa kunijibu, mimi naamini yeye Mungu yupo tu. Mstari wa 2, pointi ya 2 ambayo tumeiangalia ni kuamini kwamba yeye Mungu anajibu maombi. Hata kama Mungu amechelewa, bado ninaamini kwamba yeye ni Mungu anayejibu maombi. Kitu kingine cha kuangalia, cha kuchunguza, ambacho kinaweza kikawa ni kizuizi ambacho kimezuia maombi yako, ni roho za vizuizi au roho ambazo zinapingana na baraka zako. Kwa tuangalie kitabu cha Danieli. Nikuonyeshe kitu. Kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 12 na 13. Nilishaielezea lakini nitaisoma kwa ufupi uweze kuelewa. Ndipo kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 12 na 13. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Kwa Danieli alikuwa kwenye fasting yake, kwenye mfungo, anaomba. Alipokuwa siku ya kwanza akiomba juu ya mahitaji yake, Mungu alijibu na akamtuma malaika kwenda kupeleka majibu ya maombi yake. Mstari wa 13. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi, ambao ni wakuu wa giza wanaokaa hapo juu kwenye anga, the second heaven, mbingu ya pili, alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Tazama hicho kitu. Kwa maana yake majibu ya Danieli yalikuwa released katika ulimwengu wa roho, yakaachiliwa. Lakini bado yalikomea mahali fulani. Hakuweza kuwa halisi katika ulimwengu wa mwili kwa sababu ya roho zipingazo, roho zinazozuia majibu ya maombi ya mtu. Sasa mtu atajuaje kwamba kuna roho zimepinga, zimezuia? Chunguza moyo wako, omba, na Roho Mtakatifu atakwambia. Na wakati mwingine kama umeshindwa kujua kwamba ni roho zipingazo ndio zimezuia, nini cha kufanya? Ni ile pointi ya 3 ambayo tumejifunza, kuendelea kuomba. Ndicho ambacho Danieli alifanya. Danieli hakujua kwamba kuna roho zizuiazo, Biblia haijatuambia. Hakujua kwamba labda kuna malaika wanapigana kule, sidhani kama alijua. Lakini alifanya jambo moja, aliendelea kupush kwenye prayer, kupush kwenye prayer, kupush kwenye prayer until amepokea kile ambacho alichokiombea. Manake maombi ambayo tunaomba yana empower
power mpaka angels. Tazama maombi ya Danieli yalivyokuwa na nguvu hata kwa malaika waliokuwa wanapigana pale juu. Kwa maana yake kama ukiacha kuomba, prayer should be the key. Kwa sababu kama ukiacha kuomba, maana yake angels wanashindwa kufanya kazi. Kama Danieli angeacha kuomba, sidhani kama kina Gabriel pale juu angeweza kuendelea kufight. Lakini maombi ya Danieli yaliendelea kuomba na kuendelea kuomba na kuendelea kuomba, yakawa empower, yakawapa nguvu wale malaika walikuwa wanapambana hapo juu. Na malaika wale, Mungu akatuma malaika Mikaeli akaendelea kupambana na Gabriel, akapata breakthrough, akapata mpenyo, akaenda kupeleka majibu kwa Danieli. Hicho kitu kimoja hapo ambacho kinaweza kuzuia maombi yako. Kitu kingine ambacho kinaweza kuzuia maombi yako, ambacho lazima uchunguze, je, kipo? Hii ni point ya 4. Kuna vitu vingi vya kuangalia, lakini nimeongelea vichache kwenye point yetu ya 4. Je, kuchunguza moyo wako kama kuna kizuizi chochote ambacho kinaweza kuzuia usipokee maombi yako. Tamani swali tunajiuliza, ni nini ambacho kinachofanya majibu ya maombi yangu yamechelewa? Chunguza moyo wako. Kama kuna kitu chochote ndani yako ambacho kinaweza kuzuia usipokee majibu yako. Kitu kimoja wapo ambacho kingine tukiangalie ni kutokusamehe. Kutokusamehe hii imekuwa ni kitu kikubwa sana ambacho kinazuia mtu asipokee majibu ya maombi yake. Kutokusamehe. 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 Mtu amekukosea, una uchungu ndani ya moyo wako, hujataka kuachilia, lakini una mahitaji yako. Umeenda mbele za Bwana, unahitaji Bwana kusamehe, unahitaji Bwana kutendea hiki. Maombi hayo yanakuwa kama makelele mbele za Bwana. Na hicho kinakuwa kizuizi kimoja wapo cha kuzuia majibu ya maombi yako. Ngoja nikuelekeze, nikuonyeshe katika kitabu cha Marko 11 mstari wa 25 mpaka 26. Yesu anatufundisha sasa. Yesu anatufundisha tunapoenda kuomba tufanye nini. Tazama, Yesu anatufundisha katika kitabu cha Marko 11 mstari wa 25 mpaka 26. Yesu anatufundisha, anasemaje? Anasema, nanyi kila msimamapo na kusali. Maana yake pale tunapoenda kusali, tazama hicho kitu. Yesu anasemaje? Yoyote, anasema, nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Anasema pale mnapoenda kusali, msamehe wale ambao wamewakosea. Sasa kuna watu, mtu anaenda kuomba, Baba nisamehe, lakini kuna watu ndani ya moyo wake amewafungia, ameapa hata wasamehe mpaka wanakufa. Biblia haijatuagiza tufanye hivyo. Ukifanya hivyo, hiyo inakuwa ni blockage ya wewe kutokupokea majibu ya maombi yako. Lakini pale ambapo utakaposamehe na kuachilia, ndipo ambapo utakapoona breakthrough ya majibu ya maombi yako. Kwa kama kuna chochote mtu yote ambaye amekukosea, msamehe leo. Ni mume wako, kwa sababu huwezi kwenda kuomba umemfungia mume wako ndani ya moyo wako. Kazi ni kwako kuna changamoto, mume wako amekukosea, umemfungia ndani ya moyo. Leo unaenda kuomba, Mungu kumbuka kazi yangu, lakini uko ndani ya moyo wako hujamsamehe mume wako. Hayo maombi ni kama unapiga makelele mbele za Bwana. Ni kama unapiga makelele mbele za Bwana. Ni kama unapiga makelele mbele za Bwana. Kwa Yesu anatuambia sasa, na kila msimamapo na kusali, msamehe kwanza waliokosea. Mtoto wako amekukosea, msamehe. Bosi wako kazini amekukosea, msamehe. Mfanyakazi mwenzako amekukosea, samehe. Ndipo uende mbele za Bwana na mahitaji yako. Utashangaa kile ambacho unachokiombea unakipokea. Nashangaa tu upendi watu na huna sababu. Unashangaa unamchukia mtu fulani na bila sababu. Unamchukia fulani, unamchukia bosi wako bila sababu. Unamchukia fulani pasipo sababu. Hutaki fulani afanikiwe. Hata uombe vipi huwezi kupata mpenyo. Unamchukia tu fulani, hutaki fulani afanikiwe. Hutaki fulani afanikiwe. Hutaki fulani afanikiwe. Una wivu na fulani. Hutaki fulani awe promoted kazini, hutaki fulani. No. Hivyo vitu vinaweza kuwa vizuizi vya sisi kupokea kile ambacho tunachokiombea. Hivyo vyote vinaweza vikawa vizuizi vya sisi kupokea kile ambacho tunachokiombea. Kitu cha 5 sasa, nini cha kufanya unapochelewa kupata majibu ya maombi yako? Kitu cha 5 na cha mwisho ambacho tunachokiongelea siku ya leo
Nini cha kufanya unapochelewa kupata majibu ya maombi yako? Ufanye nini pale unapochelewa kupata majibu ya maombi yako? Ufanye nini? Angalia kama Mungu anajibu tofauti na ulivyotarajia. Kwa angalia kama Mungu amejibu tofauti na ulivyotarajia. Hicho kitu cha msingi sana cha kujifunza. Kuna wakati ambao tunaenda kuomba kitu fulani kwa Bwana, sisi tumetarajia hivi, Mungu anajibu hivi. Kumbuka, mawazo ambao Mungu anatuwazia, ndicho Yeremia anachosema katika Yeremia 29, ni mawazo mema, si mawazo mabaya, ni mawazo ya amani. Yale ambao Mungu anatuwazia sisi ni mawazo mema, ni mawazo ya amani. Kwa chochote ambacho tukiomba mbele za Bwana na Mungu akajibu, huwa anajibu kwa sababu anatuwazia mema. Kwa unaweza ukaomba hivi, Mungu akakujibu hivi. Lakini vile ambavyo Mungu amekujibu ni bora zaidi. Hata kama ametujibu tofauti na kile ambacho tumeomba, hata kama ametujibu tofauti na kile ambacho tumetarajia, bado jibu la Mungu huwa ni jema. Bado jibu la Mungu huwa ni jema. Kwa sababu Mungu anaujua mwisho wetu kuliko mwanzo wetu. Mungu anajua tunahitaji nini zaidi kuliko hata sisi tunavyojijua. Kuliko hata sisi tunavyojijua. Kuliko hata sisi tunavyojijua. Mwanadamu anaweza kuhitaji kitu fulani, akawa na hamu ya kitu fulani, akakihitaji kile kitu na akakipata na asikitumie tena. Hayo yote Mungu anajua. Hayo yote Mungu anajua. Anaujua moyo wako vizuri sana. Anapofanya kitu, anafanya na sababu. Mpango wa Mungu juu ya maisha yako ni bora zaidi kuliko mpango wako mwenyewe. Mpango wa Mungu juu ya maisha yako ni bora zaidi kuliko hata mpango ambao umejipangia wewe mwenyewe. Mawazo ambayo Mungu anakuwazia ni mema zaidi kuliko mawazo ambayo wewe unajiwazia. Kwa kuna wakati mwingine ambao tunaomba hivi, Mungu anatujibu hivi. Kwa lazima upate muda wa kutazama, je, Mungu amenijibu tofauti na kile ambacho nilichoomba? Na wakati mwingine utachunguza, utaona kile alichokujibu Mungu ni bora kuliko ambacho hata ulichokuwa ukiomba. Unaweza kuelewa hicho kitu? Unaweza kuelewa hicho kitu? Unaweza ukangangania, mtumishi, naomba mume huyu, naomba mume huyu, naomba mume huyu, naomba mume huyu. Kisha kutoa ushuhuda. Kuna binti ambaye aliomba mume, akaomba mume, walikaa naye miaka 5 kwenye uchumba. Wamekaa naye huyo binti miaka 5 kwenye uchumba. Huyo kijana wamekaa naye miaka 5. Siku moja kijana amepita pale nyumbani kwa huyo binti, wakala, amevaa shati la kitenge, wakala. Kijana akasema, mwezi wa pili nitakuja kwenu kuoa. Akaondoka. Na binti alikuwa anaona huyu ndio mume wangu. Na aliomba Mungu huyu, sitaki mwingine, Mungu ni huyu. Mungu ni huyu. Kwa binti akitazama, yanaona ni huyu. Mungu ni huyu. Jioni anashangaa kwenye status za mawifi, anaona picha za yule kijana ameengage binti mwingine, na zile nguo zile alizokuwa amevaa alizopita nazo pale kula chakula cha mchana ndicho alizoenda nazo kwenye engagement. Tazama hicho kitu. Binti akalia sana, akanipigia simu, mtumishi, hivi ni Mungu kabisa aliniambia mimi. Ni Mungu. Nimeomba, nimefunga sana miaka mingi, nimeomba hiki kitu. Lakini tazama alichofanya. Tazama alichofanya. Binti akaendelea kulaumu. Yule kijana wakafanya send off. Akamuoa yule binti. Kipindi cha send off, yule binti ananiambia, mtumishi, tuombe tuvunje hii send off isifanyike. Mungu akufanya hicho kitu. Mtumishi, tuombe labda hii ndoa ivunjike. Mungu akuvunja ile ndoa. Mungu akaacha viende. Mungu akujibu sawa sawa na kile ambacho binti alichokiomba. Mungu alijibu tofauti. Binti akaona kama Mungu amemwonea. Binti akaona kama Mungu ni mkorofi. Mungu ambaye hatazami changamoto ambazo anapitia. Mungu hatazami hitaji la moyo wangu. Mimi namhitaji huyu. Mimi namhitaji huyu. Yule kijana aliyooa yule mwanamke, walikaa mwaka mmoja tu, alimpiga, walipigana, akamuua. Sasa tazama katika ushuhuda huu,
kuna vitu ambavyo vya kujifunza katika ushuhuda huu. Kuna vitu ambavyo vya kujifunza katika ushuhuda huu. Nini cha kujifunza? Cha kwanza ni hiki, kwamba kuna wakati ambao Mungu hajibu kama vile ambavyo tumeomba. Mungu anajibu tofauti, kwa sababu Mungu anaujua mwisho wetu. Kwa hiyo Mungu alikuwa anaujua mwisho wa huyu dada, na Mungu alikuwa anaujua mwisho wa yule kijana. Kwa maana yake kama huyu binti angeolewa na huyu mwanaume, inaweza kuwa kifo cha yule binti mwingine ingekuwa kafa yeye. Lakini Mungu akamwepusha huyu binti. Mara ya kwanza kipindi binti anaombea ndoa huyu, hakuona kama Mungu amemjibu. Kumbe Mungu alikuwa anafahamu nini kitatokea mbele. Kwa hiyo wakati mwingine tunaweza tukaomba hivi, Mungu akatujibu hivi, kwa sababu Mungu anatuwazia mema. Wakati mwingine unaweza kuomba hivi, ukakiona kabisa hiki kitu kizuri kwako, lakini Mungu anaona hiki kitu sio kizuri kwako. Anaona hiki kitu kitakuwa, anakiweka pembeni. Usinganganie, usinganganie. Usinganganie. Kama Mungu atajibu tofauti na vile ambavyo umeomba. Tazama hicho kitu. Kwa hiyo tumalizie kwa kusoma kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Tumalizie kusoma kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Muda tumetukimbia. Neno la Bwana linasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Wale walioitwa kwa kusudi lake, Mungu anawapatia mema. Kwa hiyo unaweza kaomba hivi, Mungu akakujibu hivi. Lakini kile ambacho Mungu amekujibu ni bora zaidi, kwa sababu Mungu anaujua mwisho wetu kuliko mwanzo wetu. Sasa tuombe sasa, na wale ambao uko tayari kumpokea Bwana Yesu, upo unanisikiliza sasa, na una mahitaji mengi ndani ya moyo wako. Lakini key ya kupokea mahitaji ya moyo wako ni kumpokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni kwenda mbele za Bwana kwa kuomba toba na kumwambia Bwana Yesu, naomba unisamehe. Bwana Yesu, naomba unisamehe. Mwambie Bwana Yesu akusamehe dhambi zako, na Yesu atakusamehe. Atakuja ndani ya moyo wako na atafanya makao ndani yako. Na nisikiliza sasa, weka mkono wako kulia kwenye moyo wako, alafu tuombe sala hii ya toba pamoja na wewe. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Unisamehe Bwana Yesu. Nioshe na kunitakasa kwa damu yako takatifu. Nioshe na kunitakasa kwa damu yako takatifu. Niwe safi kabisa. Bwana Yesu, karibu ndani ya moyo wangu. Ukatawale maisha yangu. Ukatawale kila eneo katika maisha yangu. Ukanipe nguvu ya kushinda dhambi. Ukanipe nguvu ya kushinda vishawishi, na dhambi isinishinde tena. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Mungu wa mbinguni akubariki ambaye umempokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Utatuandikia kwenye namba ambayo inapita kwenye screen yako. Andika, mtumishi, nimempokea Bwana Yesu leo, na sitakutumia mwongozo kadhaa utakao kusaidia katika safari yako ya kwenda mbinguni. Tutakutumia mwongozo kadhaa ambao utakao kusaidia katika safari yako ya kwenda mbinguni. Na kama huna Biblia, unaweza kununua, na kama upo nchi au mkoa ambao ni ngumu kidogo kupata Biblia kirahisi, unaweza kaenda Play Store au App Store na ukadownload Biblia yako, na Mungu wa mbinguni atakubariki, na Mungu wa mbinguni atakubariki.